Okay. Sawa, lakini pia tutoke kidogo tuje huku. Tasnia ya sanaa imepokea taarifa nzito za simanzi kuondokewa na moja kati ya mchekeshaji lakini pia mshereheshaji MC Pilipili. Kwa upande wako kama meneja ambaye unasimamia kazi za wasanii, kwanza msiba ulipokeaje baada ya kupata taarifa hizi? By the way, ni mtu ambaye tulikuwa tunafanya kazi kwenye kampuni moja ya nywele. Yes. Sitoitaja kwa sababu itakuwa ni promotion. Ila mimi na yeye tulikutana kwenye swala la hiyo kampuni. Tulikuwa tunatangaza mawigi haya. Yes. Ni mtu mmoja ambaye ni charming sana. Ni brother ambaye ana love, umeelewa? Na anapenda kukosoa. Sababu tangazo lilikuwa ni la kwangu nafanya, lakini tulikaa zaidi ya masaa mawili. Yeye anani ignore. Hapo amri bwana, hapo hamna bwana. Hapa inabidi ufanye hivi, fanye hivi. Hapa vao uhalisia huu hapa. Hebu ngoja nifanye mimi. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kwa ni mtu ambaye yani akisimamia jambo la mwenzake analifanya yani ili kama la kwake. Kwa msiba umeniuma sana. Umeniuma sana kwa kuniangalia tu kwa macho kawaida, huwezi kujua maumivu ambayo iko ndani ya moyoni mwangu. Ila kama ukiingia moyoni mwangu ndio utajua jinsi gani huu msiba umenigusa. Hata ukiangalia kwenye status yangu hapa nimemweka hapa. Nimemweka, sema nimezima data, lakini wameangalia watu 4672. Sasa nimeiwaka tangu masaa 16 yaliyopita. Kwa msiba umeniuma. Mimi ninachotuambia Watanzania kwamba tuishi maisha kama ambayo ulikuwa naishi brother. Maana kapostiwa na watu wengi sana. Kapostiwa na watu wengi kwa sababu ni brother ambaye ana upendo. So tuishi kwa upendo kwa sababu haya maisha sisi tunakufa. Yani hata kama tufanye kitu gani, lakini jua kabisa sisi ni wafu watarajiwa. Kwa lazima tuishi kwa upendo. Na kifo cha brother kiwe mfano kwa watu wengine pia. Umeelewa? Na vitu kama hivyo. Sawa, tunajua pia alikuwa ni mchekeshaji na sasa hivi tasnia ya comedy imekuwa kwa upana zaidi. Kuna stand up comedy. Upande wako kama mtu ambaye unamfahamu MC Pilipili, unadhani ameleta mchango gani kwenye tasnia ya uchekeshaji? Kaleta mchango mkubwa sana. Kaleta mchango mkubwa. Kwanza alitoa scenario ya wasanii kwanza kujielewa na kujitambua. Na ndo mtu wa kwanza kufanya international comedian. Kuna wasanii wengi hawa kina Koi Mzungu, kina nani wameji-upgrade kupitia jamaa pia, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo kavibadilisha. So siwezi kumzungumzia sana kwa sasa hivi. Sasa hivi ninachotaka kumwombea dua, Mwenyezi Mungu ampokee kwa amani na ampunguzie adhabu ya kaburi. Na sisi tuombe mwisho mwema. Amin inshallah. Sababu wewe unaweza ukawa unaamua kwenda sehemu kwa ajili ya kufanya jambo fulani, lakini Mwenyezi Mungu yeye ndo anajua. Sasa kama hapo brother alikuwa anaenda kwa ajili ya kufanya kazi ya ushereheshaji wa harusi, lakini Mungu akamwambia bwana, muda wako tayari ushaisha. Kaondoka. Kwa hiyo tuishi tukijua kwamba muda wote saa yote tunafanya nini? Tunakufa. Kwa hiyo tunafanya vitu vingi, tunafanya anasa nyingi, lakini hebu tumkumbuke Mungu kidogo. Tumkumbuke Mungu. Unadhani kuna sehemu pia wasanii wanakwama kidogo katika swala la kumrudia Mwenyezi Mungu? Wanakwama. Sasa tunakutana nao kwenye mabaa huko kila siku. Tunakutana nao kwenye mabaa kila siku. Ila binadamu kaumbwa na moyo wa kusahau. Ina maana kwa sasa hivi hapa unaweza kateke hata wiki moja ile imani ya jamaa tukufariki, watu wakarudi kidogo kwa Mungu, kufanya nini. Lakini baada ya hapo watu wanasahau, wanaendelea na bata zao, wanafanya mambo. Kwa hiyo fanya vitu vingi lakini ukumbuke Mwenyezi Mungu. Mimi kama unavyoniona hapa Amri the Business, mimi nafanya vitu vingi, kunywa nafanya nini, naruka pale nafanya, lakini sijawahi kuacha kumshukuru Mwenyezi Mungu wala kumwomba Mwenyezi Mungu. Mimi kila siku ya Mungu naamka usiku saa 8 kusali na kumwomba Mwenyezi Mungu anisamee makosa ninayoyajua na nisiyoyajua pia. Simenelewa. Kwa hiyo tufanye vitu vingi lakini tukumbuke kumkumbuka Mwenyezi Mungu, tufanye ibada na tujue kwamba sisi ni wafu watarajiwa. Tusiangalie kutengeneza tu hapa duniani. Tujitahidi pia kutengeneza na kesho yetu na ahera yetu, sababu hatujui makazi ambayo
tunaenda huko kesho. Kweli. Sawa. Amli ni baba pia naamini ni mume. Umeneja ni kazi ambayo inafanya unatumia muda mwingi uenda hata wakati wa usiku, safari za hapa na pale. Familia vipi, unasimama nayo vipi kama baba wa familia? Kwa upande wangu mimi ni yani niko 50 kwa 50. Kwa sababu ukiangalia kuna baadhi ya kazi mimi nikiwa nahitaji kusafiri, kwa sababu watoto wangu wengine wako shule huko, naweza nikamchukua mke wangu naye kama sehemu ya kazi. Naomba bwana na kuchukua tunaenda Morogoro, nimelipwa siku 5, nitaenda kukaa siku 5. Hapa nyumbani upo wewe mwenyewe, hamna biashara ambayo utaisimamia utaifanya nani. Sababu mimi napika biriani kile Ijumaa. Afu inabidi Ijumaa hii uje chukulie biriani la mtaa kwa mtaa. Bila shaka Mawala cameraman anajua. Anaelewa. Na mara nyingi amekuwa akija yeye tu peke yake. Kwa hiyo Ijumaa hii inshallah ndio Mawala chukua hiyo. Kwa hiyo waga namchukuaga wife, naambia bwana hii kazi nalipwa mimi kwa siku 100,000, lakini wewe nitakulipa 20,000. Kwa hiyo 100,000 yako ya siku 5 hii hapa. Wewe twende. Kwa hiyo tunaondoka, tunafika, nafanya kazi zangu, nafanya narudi. Napata muda pia kuchuliwa kufanya massage, na inanisaidia uchebe kidogo. Inanisaidia pia kufanya maasi huko, kwa sababu mimi binadamu nimekamilika. Kwa hiyo nakuta kwamba ningeweza kutumia hela zaidi ya 60,000 kutoka kwenda kupari na nini. Sina huo muda tena kwa sababu niko na wife, kutoka na nini ile hela na save. Kwa hiyo ni nzuri sana unapokuwa unasafiri kwenda kwenye shughuli za kazi, unatembea na waga naenda naye kwa wasanii pia ni sahihi wewe unafanya hivyo. Sasa kwa wasanii ni ngumu kwa sababu kwenye mambo ya show haya kuna vitu vingi vinatokea. Mshabiki anaweza akaja akavurugwa akafanya nini kana nini ikakutengenezea tuliona pia hiyo kwa Nandy na Billnass. Inaweza kukutengenezea nani, sababu wanawake wa wasanii mara nyingi anakuwa na wivu. Unaweza kupata mshabiki ambaye yani shabiki wako kindakindaki yani kukuweka hapa yani amwambii chochote. Kwa hiyo akamletea zile akakuletea ukachukulia kwamba labda ni shabiki tu, kumbe kwa mimi si shauri kwa hao shauri yao. Hivi Amri kama manager hii ya wasanii kufanya kazi kwa pamoja hata kwenye show kama hivyo, huwa haiathiri mahusiano yao? Mfano tuliona tu kitu ambacho kilitokea kwa Nandy na Billnass. Billnass kabambia pale mtoto wa chuo nini, bibie kule wivu umemjaa. Hivi waga haiathiri mahusiano ya wasanii? Kwa sababu mnajua kitu ambacho mnakifanya kina madhara gani. Sidhani kama inaweza ikawa inaharibu. Simenelewa. Wewe unaambiwa kabisa kwamba kunywa pombe sana ni hatari kwa afya yako. Alafu bado wewe unataka unywe upitilize. Sasa unachotaka wewe ni kitu kwa ukishajua tayari kwamba kina madhara fulani, lazima uwe unaweka mipaka. Umeelewa? Kwa hata kama kuna kukatika msanii, kuna nini, ndio kuna ile namna gani, na usiingie kwenye uhusika ukawani kama unaingia deeply kabisa na nini, lazima wivu ukujie. Kwa kuna namna unaweza ukampokea kama shabiki na alafu ukamuignore ukaendelea. Lakini sasa wewe ukitaka kuingia deeply wewe na Billnass hiyo lazima ilete athari hiyo. Sawa. Tugusie hili pia. Tena nashukuru Mungu nimezungumza na wewe leo. Najua una uzoefu na kazi za wasanii. Tuzo za Grammy Tanzania haijafanikiwa kupeleka msanii hata mmoja, na tuliona pia kwenye AZ Constellation walikuwepo wasanii wengi kama Harmonize na EY, kuna Mario, kuna Diamond, lakini hakuna hata msanii mmoja ambaye kafanikiwa kunyonya nominees wa tuzo za Grammy. Hatua kubwa imepigwa na wa Nigeria. Unadhani wasanii wa Tanzania wanakwama wapi? Wasanii wa Tanzania shida ni kwamba sisi wenyewe sasa hivi tumekuwa tuimbi muziki wetu tena. Tunaimba Nigeria. Yes. Kwa hiyo sasa ni ngumu kuingia kwenye hizo tuzo ikiwa waanzilishi wenyewe wao muziki wako Nigeria. Kuna nani ambaye ana copy kuzidi wao? Simenelewa. Ujue kitu real unacho wewe ambacho mimi nacho na kikopi kupita kwako wewe. Kwa hiyo mimi sitaweza kuzidi wewe. Kwa hiyo wewe utabaki tu kuwa namba 1. Lakini mimi nikisimama kwenye misimamo yangu na kutengeneza kitu changu, yeye mwenyewe Nigeria anaweza kumwambia wow, from Tanzania. Anakigusa naye anakigu. Kwa wasanii wa Tanzania wae creativity kutengeneza vya kwao, wasichukue sana hivi vitu. Watu walibase sana kwenye muziki wa South Africa wa mapiano. By the way, umewatoa wasanii kama kina Chino, kina nani, umeelewa? Ila tumesahau ile asili ya muziki wetu
kama Tanzania. Umeelewa? So uwezi wewe kukopi muziki wa Nigeria hapo wewe ndo kashindana na Nigeria, hiki kitu hakipo. Sure. Yeah. Kwa mimi naambia tu kwamba wafanye kitu chao. Tanzania kacha wafanye. Kuna jamaa fulani hivi Mungu amrehemu alifariki yule anaitwa nani? Message ulonitumia nimeiona. Ni kaka. Watu wa Mnanda wale jamaa wale kwa wanaenda kuimba Marekani, wazungu wanapagawa wale wanapagawa mpaka watu wa ndani. Kinachoimba kijui lakini yani ile concentration ya ile ngoma jinsi inavyopigwa, percussion zile na nini yani inawaingia yani. Kwa wafanye vitu kama vile pale, alafu ukutana na Nigeria, uone kama utamtoa nao count. Lakini huwezi kumtoa nao count Nigeria haka tunamkopi anachokifanya. Umezungumzia issue muziki wa singeli pia umekuwa ukifanya vizuri sana nchi za ugaibuni nje huko. Hata ukienda kwenye show wazungu hawaelewi lakini wanacheza. Unadhani singeli inaweza kufikia hatua ya kulifunika soko la Bongo Flava? Kwa tunapoelekea kwa sababu ndo singeli ndo kacha Tanzania. Yani ukipiga nyimbo si ya mapiano hapo si ukapiga Nigeria nini ukapiga na singeli ndo inamtambulisha Mtanzania. Ila sasa waimba singeli wanatakiwa waitengeneze kwa sababu wanataka kuweka Uswahili kuonekana ni muziki wa kiuni. Ni kulingana na wao wanavyoimba na jinsi wao wanavyo introduce huo muziki. Lakini singeli ndo kacha Tanzania. Singeli ndo kacha ambayo inatutambulisha sisi kama Tanzania. Kwa hata BASATA na waomba wajaribu kukaa na hao wasanii waelekeze waweke kwenye mstari ambao umenyooka, ni usio tena haya mambo ya kiuni zile fagili ya mama sio nini unaosui nani yani uwe muziki wa kila mtu. Kuna baadhi ya familia sasa hivi za kitajiri ukisikia hiyo nyimbo ya singeli Tony mambo ya nene sawa ushachukuliwa mindset kwamba ni mambo ya matusi si mambo ya nini. Kwa ni muziki ambao ukiwekwa kwenye barabara yake unakuja kufanya mapinduzi makubwa sana. Sasa ndo muziki ambao unatutambulisha Tanzania. Kwa hivyo Amri, tutegemee pia kama Tanzania kuona muziki wa singeli ukiingia kushiriki kwenye tuzo za Grammy, yani wasanii wa singeli baadhi kwenda kuwa kama nominees kwenye tuzo za Grammy. Inawezekana kabisa 100%. Sema kuna namna tu kwanza Baraza la Sanaa Tanzania kutengeneza mstari au barabara iliyonyooka ya huu muziki wa singeli kwa maana ya kwamba kuanzia kwenye matamshi maneno yao. Umeelewa? Kwa sababu huwezi nyimbo kuingia kwenye nominees wakati ina maneno ya tafsida, ina matusi. Na sasa hivi kizazi chetu ambacho tuko nacho ni kizazi cha kuiga. Kingine kinaharibika. Nilikuwa naangalia juzi kwenye mtandao mtoto mdogo kabisa anaimba sio nyimbo nani shikilia dela sio nini hivyo. Kwa kuna namna ya kutengeneza barabara ya huu muziki. Na nauona kabisa kama huu muziki kuna sehemu unaenda. Watoe his mindset ya kuonekana kama muziki wa singeli ni muziki wa kiume. Watoke huko. Umeelewa? Wakitoka huko wakiingia kwenye mstari naona kabisa yani wasanii hao kina Manfongo sio kina Sergeant sio kina nani wanaitwa au nani pattern nani wanaingia huko wanaenda kuingia huko. Sawa, tumezungumza mengi hapa na Amri the Business. Tufanye kumalizia sasa ambao kuna jambo ambalo unaweza kumalizia kuzungumza ambalo pia tujalizungumza hapa. Mimi naweza nikasema tu kwamba watu wa subscribe YouTube channel ya 69 Media. Lakini pia ni waache na hili kwamba fanya unachokifahamu, usifanye usichokifahamu. Na usiishi kwa tabaka. Umeelewa? Usiishi kwa tabaka. Kwa sababu wewe huongee na mawala, basi unataka na mimi nisiongee na mawala. Hayo maisha usiwe nayo. Na pia wewe unaweza kawa na rafiki yako. Huyo rafiki yako ana rafiki yake ambaye mna rafiki yenu yeye haongei. Kwa wewe naye anakulazimisha usiongee na yule. Binadamu tunaishi kwa kutegemeana. Hakuna anayejua hatima ya kesho. Na mafanikio ya mtu yako mikononi mwa mtu. Unaweza ukakosa msaidizi wako wa hatima
kwa sababu ya kauli zako, kwa sababu ya mienendo yako, kwa sababu ya wewe jinsi unavyoishi na watu. Umeelewa? Mimi naweza nikaulizwa bwana, kuna mtu fulani anahitajika hapa kwa ajili ya kufanya 1 2 3 4 5, lakini kaangalia kwenye simu yangu, niko na huyu binti wa nani, huyu anaweza bwana, na binti fulani 1 2 3 na nini, kukupitisha tu jina lako wewe. Mungu akajalia, na ndo mwanzo wa maisha na mafanikio yako. Kwa hiyo tuishi na watu vizuri. Hakuna anayejua kesho. Alafu usiforce maisha, fanya unachokiweza. Ukijiforce kufanya kitu usichokiweza, basi utapotea. Sawa, mitandaoni pia tunakupataje? Mitandaoni ni Amri the Business, mtaa kwa mtaa. Pia mimi nafanya counseling kwa wasanii wadogo. Wanaweza wakanicheki, namba yangu ni 0772 ofisi zangu ziko Ilala Msaada Garage. Sasa hivi silipishi. Hizo counseling hao wasanii nafanya tu, kwa sababu utakuta msanii anajua kuiba, basi afanye kazi nyingine yoyote. Yeye anakaa anasema kwamba Mungu atajalia mimi nitakuja nitatoka. Miaka inaenda inafanya nini, so inabidi afanyie counseling na tafutiwe hata kazi, hata kibao wapi afanye kazi, aingize 200 300. Pia kwenye kufanya kazi huko unakutana na watu wengi, pia vision yako inazidi kukua. Kwa hiyo usikae tu kwa sababu wewe unajua kuimba, una kipaji, basi unasubiri Mungu akusaidie. Mungu hawezi kukufuata hapo kukwambia haya basi na kuchukua kukusaidie. Lazima ujitoe na kuone kwamba unajitoa ndio wewe upate kusaidia. Kabla hujasaidiwa lazima ujisaidie wewe mwenyewe. Sure. Kabla hujasaidiwa lazima ujisaidie mwenyewe, lakini pia usiforce kufanya jambo ambalo huwezi kulifanya. Haya ni maneno ambayo maliza nayo Amri the Business, mmoja kati ya meneja wakubwa sana hapa nchini Tanzania kwenye soko la muziki na sanaa kiujumla. Mimi ni Sami Baby, lakini bado nakukumbusha subscribe 69 Media TZ, bonyeza alama ya kengele, unakuwa na familia bora kabisa. Pia Instagram to follow huko 69 Media TZ. Behind the camera my man Mawala the Vision. Sisi tunamaliza hivi, bye bye.